Karibu tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Mheshimiwa Gerson Msigwa, amesema kuwa maandalizi kuelekea michuano ya AFCON 2027 yanaendelea vizuri, ikiwemo maendeleo ya ujenzi wa viwanja vikubwa vya mpira jijini Arusha na Dodoma. Akizungumza na EATV, Mheshimiwa Gerson Msigwa ameweka wazi mipango ya serikali katika kuhakikisha viwanja hivyo vinakamilika kwa wakati ili kurahisisha maandalizi ya AFCON 2027. Maandalizi kwa ajili ya AFCON yanaendelea na mipango yetu iko vile vile. Tuna uwanja wa Benjamin Mkapa, tuna uwanja wa Amani Karume Complex pale Zanzibar, tuna uwanja wa Arusha, ujenzi wake unakwenda vizuri, tuko asilimia 62-63 leo, lakini hivi ninavyozungumza tayari makatapila yameanza kazi. Uwanja wa Dodoma, kulingana na mkataba, mkandarasi anatakiwa atekeleze kazi hii kwa miezi 18. Hata kama itazidi haitazidi 22. Kwa hiyo tunategemea na wenyewe hadi 2027 mwezi wa 11 uwanja wa Dodoma nao utakuwa umekwisha. Tumeipatia kampuni nzuri ya Rimonta kutoka Italy na kazi ni kubwa, tunaisimamia kwa ukaribu. Dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 ndio mwongozo wa Tanzania katika maendeleo mbalimbali. Kwa mujibu wa dira hiyo, serikali imelenga kujenga vituo vya michezo katika mikoa yote nchini ili kuinua sekta ya michezo kila mkoa na kufungua fursa kwa vijana kujikwamua kiuchumi kupitia sekta hii inayokuwa kwa kasi. Tayari kwenye dira yetu ya maendeleo ya 2050 tumeamua tunaanza safari ya kujenga vituo vya michezo katika mikoa yetu yote. Tutajenga vituo vya michezo kwa sababu tunaamini kukiwa na miundombinu ya michezo, Watanzania wengi watashiriki michezo na tutapata maendeleo makubwa kwenye michezo. Nje hapo ni kujenga viwanja vya mazoezi. Tumejenga viwanja Dar es Salaam, tunaongeza viwanja vingine vitatu vipya, Leaders Club, Gymkhana 2 pamoja na Farasi. Lakini pia tutajenga viwanja 5 vya mazoezi pale Arusha, tutajenga hali kadhalika Dodoma. Kwa maandalizi yanakwenda vizuri inshallah. Tanzania, Kenya na Uganda watakuwa wenyeji wa michuano ya AFCON 2027. Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars imepangwa kundi C katika michuano hiyo, ikiwa pamoja na timu za Nigeria, Tunisia na Uganda. Na klabu za Tanzania zipo kwenye maandalizi ya mwisho kuelekea michezo ya pili ya hatua za awali michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika na Kombe la Shirikisho CAF, ambapo kila timu imesafiri kwenda kuweka kambi ya siku chache katika nchi husika kwa ajili ya kuhakikisha inapata matokeo chanya yatakayoipeleka hatua inayofuata. Mashindano haya ni muhimu kwa vilabu hivyo vinavyowakilisha taifa, kwani mafanikio yao yatachangia kuimarisha nafasi ya Tanzania katika viwango vya CAF, yani CAF Club Ranking. Klabu ya Simba inayowakilisha Tanzania katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika imesafiri kuelekea nchini Eswatini kwa ajili ya mchezo wa kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs utakaopigwa Oktoba 19, 2025. Kikosi cha Simba kimeondoka kikiwa na morali ya hali ya juu licha ya kukosekana kwa wachezaji wake watatu walio na majeraha, Mohamed Bajabir, Moussa Pinpin Kamara na Abdurazak Hamza. Wakati huo huo, Dar es Salaam Young African, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC, wamefika salama jijini Lilongwe nchini Malawi wakijiandaa kuvaana na Silver Strikers mnamo Oktoba 18, 2025 katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga imekuwa na maandalizi ya kina chini ya kocha Romain Folz na msaidizi wake Patrick Mabedi, ikilenga kuhakikisha wanapata matokeo mazuri ugenini. Kwa upande wa michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, yani CAF Confederation Cup, timu ya Azam imevuka maji na kutua visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa kwanza dhidi ya KMKM. Kocha wa Azam mwenye uzoefu wa michuano ya kimataifa, Florent Ibenge, amewaambia wachezaji wake kuwa hakuna mchezo mwepesi katika michuano ya Kombe la Shirikisho Afrika. Nao Singida Black Stars, wawakilishi wengine wa Tanzania katika Kombe la Shirikisho, wamesafiri hadi nchini Burundi kwa ajili ya kumenyana na Flambeau Center. Timu hiyo kutoka Singida inahitaji matokeo mazuri chini ya kocha Miguel Gamondi ili kujirahisishia mchezo wa marudiano utakaochezwa nchini Tanzania juma linalofuata. Kwa ujumla, vilabu vya Tanzania vimeonyesha dhamira ya kweli ya kufanya vizuri katika mashindano ya Afrika mwaka huu. Mafanikio yao si tu kwamba yataipa heshima Tanzania katika ramani ya soka barani Afrika, bali pia yataongeza matumaini ya kuona timu nyingi zaidi kutoka nchini zikishiriki hatua za juu za mashindano haya makubwa barani. Kila la kheri wawakilishi wetu. Na tumalizie kwa kuangazia habari za michezo kimataifa.
Kocha wa Liverpool Arne Slot anakabiliwa na kipindi kigumu baada ya kufungwa michezo mitatu mfululizo kwa mara ya kwanza tangu aanze kazi yake Anfield. Matokeo hayo yamekuja kutokana na michezo ya ushindani mkubwa dhidi ya Crystal Palace, Galatasaray na Chelsea, yote ikiisha kwa tofauti ndogo za mabao na mengine yakipotezwa dakika za majeruhi. Pamoja na timu yake kuonesha mchezo mzuri, makosa binafsi na udhaifu wa umakini mwishoni mwa mechi yamekuwa yakigharimu Liverpool pointi muhimu. Slot anatarajiwa kutumia mapumziko ya kimataifa kufanya tathmini ya kina ya mbinu na mfumo wake kabla ya mchezo wake mkubwa wa Super Sunday dhidi ya Manchester United utakaopigwa Anfield. Slot amekiri kuwa changamoto zinazomkabili Liverpool kwa sasa zimeanza kuonekana tangu nusu ya pili ya msimu uliopita ambapo timu ilitoa ubingwa. Ameeleza kuwa wapinzani wengi hawashambulii tena Liverpool kama zamani, bali wanacheza kwa nidhamu, wakisubiri makosa ili kushambulia kwa kasi kupitia mipira ya kurudi nyuma. Hali hiyo imeathiri uwezo wa timu kuendelea kushambulia kwa ufanisi na pia kuimarika kwa safu ya ulinzi. Kutokana na changamoto hizo, Liverpool iliamua kufanya usajili wa rekodi ya pound milioni 116.5 kumnasa kijana mahiri wa Ujerumani Florian Wirtz, ambaye anatarajiwa kuleta ubunifu na nguvu mpya katika safu ya ushambuliaji. Akizungumzia tofauti za mbinu za pinzani, Arne Slot alitumia mfano wa michezo ya msimu uliopita dhidi ya Manchester United kuonyesha mabadiliko hayo. Liverpool ilishinda kwa bao 3-0 kwenye dimba la Old Trafford OT wakati United ilipocheza kwa mfumo wa kujenga mashambulizi kutoka nyuma, lakini mchezo wa marudiano Anfield ulimalizika kwa sare ya bao 2-2 baada ya Andre Onana kuamua kupiga mipira mirefu na kuzuia mashambulizi ya Liverpool. Kwa mujibu wa Arne Slot, tofauti hiyo inaonyesha jinsi wapinzani wanavyobadilisha mbinu kuikabili Liverpool. Kadri mchezo mkubwa wa Jumapili unavyokaribia dhidi ya Manchester United, shinikizo linaongezeka kwa kocha Arne Slot, raia wa Uholanzi, kuhakikisha anarejesha ari, ubora na matokeo chanya kabla ya msimu haujatoka mikononi mwake. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EA TV.